Wote tunafahamu kwamba ili uweze kuwa na lishe bora unahitaji kupata vyakula katika makundi yote 6. Matunda na mboga mboga ikiwa ni mojawapo ya hilo makundi, na katika matunda na mboga mboga tunafahamu kwamba tunapata virutubisho ambavyo tunaweza kuita madini, lakini vingine ni vitamins. Sasa katika matunda haya ambayo tunapanda, tunatarajia kuwajengea uweza watoto, kuwajengelea uelewa ili waweze kufahamu umuhimu, lakini pia kama ishara ya kuadhimisha siku ya lishe ambayo hapo mwanzo nimesema kwamba tarehe 17 ilianza na tutahitimisha hapa mkoani Ruvuma siku ya tarehe 21. Wito wangu ni kwa walimu wote, shule zote za sekondari, za msingi, shirikisho wanafunzi pamoja na wazazi, kuwa na eneo au kuwa na sehemu au kuwa na zoezi la kupanda miti mara kwa mara, hasa ya matunda, lakini pia ikiwezekana na mboga mboga, ili kuweza kupata virutubisho vilivyomo kwenye mazao hayo kwa urahisi. Na tumefanya shughuli mbalimbali kuelekea kilele cha maadhimisho hayo ambazo tumekuwa tukizitekeleza katika vituo vya afya. Kule tumeonana na wamama ambao ni wajawazito, lakini na wale wanaonyonyesha. Kikubwa katika wiki hii ya maadhimisho ya lishe kitaifa ni kupeleka ujumbe kwa wananchi kuhusiana na lishe bora, kuwa na mtindo mzuri wa maisha, lakini pia kuepuka zile tabia bwete ambazo zinapelekea kuwa na magonjwa ambayo sio ya kutarajia, lakini pia kuongeza uelewa wa nini tunakula. Na ukizingatia kauli mbiu ya mwaka huu inasema afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Kwa hiyo tumelenga zaidi kuwakumbusha wananchi tuepuke kula bila kuzingatia ni nini unapata kwenye hicho chakula. Tunajua kila chakula kina kirutubisho fulani ambacho kinaupatia mwili wako. Kwa hiyo tunajaribu kuongeza uelewa kwa wananchi, wajiulize mara mbili, kitu hiki ninachoenda kula kina kirutubisho gani? Naahidi kwa miti yote ambayo imeletwa siku ya leo na kupandwa, tutaiangalia vizuri ili ilete faida kwa watoto wetu na vizazi vijavyo. Mimi naamini akielimishwa mtoto, naye ni mwalimu mzuri majumbani, ataelimisha wazazi. Lakini kwa elimu hii kupitia vikao vya wazazi pia tutawaelimisha namna ya kuwapa watoto lishe bora na wao pia.